الحمد لله الذي فرض علينا بصيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه العزيز الحكيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية. Wapenzi watukufu, baada ya kumshukuru Jalla Maula na kumtakia rehma na amani zimwendee mbora wa daraja, na si mwingine ni Bwana Mtume Muhammad, kama ilivyo ada ya miaka yote ndani ya mwezi huu mtukufu, mwezi wa Ramadhani, ndani ya msikiti huu Masjidi Taqwa, huwa kuwa na darasa mida kama hii baada salati al-asr. Kwa hiyo ni hali ambayo wameonelea viongozi wa msikiti hii namna gani ya watu kukaa wakafaidika wakaelimika, hususan na ibada ambayo wanakabiliana mbele yao, ibada ya funga. Kama nilivyotanguliza kusoma aya, Allah subhanahu wa ta'ala anatupa habari wa kutuambia: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kwa hiyo ni fursa tumepata ya kujifunza ibada yetu ya funga, na kujifunza ndiyo maumbile ya mwanadamu. Kila siku yeye ameumbwa kutaka kujua, minal lahadi ila lahadi. Hata mtoto mdogo akizaliwa ndio elimu inaanza kujifunzisha pale, lakini kubwa zaidi, hususan tukienda katika masala ya ibada, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aya ya kwanza kuteremka aliambiwa iqra, soma. Huyo ni swala adhim. Wamependelea uongozi wa msikiti huu kwamba tukae muda huu dakika chache basi tukaweza kujifunza, hususan katika ibada yetu ya funga. Allimuni kabla an ta'buduni wala ta'buduni kabla an tuallimuni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika hadithi al-Qudusi asema, Allah azungumza kwamba tujifunze kabla ya kuingia kwenye ibada, na wala tusije tukaingia kwenye ibada kabla ya kujifunza, kabla ya kumjua Allah. Tuko ndani ya mwezi wa Ramadhani. Allah ametufardhisha sisi mwezi huu, amesema kutiba alaikumus siyam. Katika lugha kuna matamshi huwa yanajulisha kwa maana ya lazima, kama vile kutiba, fardhi, wajib,
luzum ni alfadhi mutaradifati, ni matamko yanayozunguka katika lugha ya Kiarabu. Ukiliona tamko hilo linajulisha ya maana ni lazima. Mmefaradhishiwa au mmewajibishiwa au mmelazimishwa au mmeandikiwa. Kwa hiyo tamko la hapa kutiba la kutufahamisha sisi habari ya saumu, Allah kaileta kwa maana kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina, kwa maana kutiba hii kwa maana faradha alaikumus siyam, Allah amewafardhishia nyinyi umati Muhammad kufunga kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama alivyofaradhishia waliokuwa kabla yetu. Lengo la'allakum tattaqun, lengo ni ili nyinyi mliofaradhishiwa kufunga umati Muhammad uweze kuwa wacha Mungu. Kitabu nilichokusudia siku zangu za kudarusisha sehemu hii ni sharh ya Bulughul Maram Subul Salam. Ni sharh ambayo imekusanya hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ahkamiha, katika hukumu za dini. Ni hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika habari ya dini, hukumu za dini. Mlango niliofungua ni kitabu Siyam, mlango wa saumu. Hadithi ya kwanza kabisa inazungumzia habari ya saumu. Sasa niombe kabla sijaingia hadithi ya kwanza, lakini kwenye kitabu hiki ni hadithi namba 278. Naomba tuelezee saumu kabla sijaendelea kuzungumza hukumu za namna gani ya kufunga, namna gani mtu akifunga saumu yake itakuwa batil, na kabla hujafunga, kwa sababu kuna shurut na arkan na mubtilati. Kuna sharti katika ibada yoyote, halafu kuna arkan katika ibada yoyote, halafu kuna mubtilati, vyenye kufunguza, vyenye kuibatilisha ile ibada ambayo unaifanya. Kwa hiyo kuna sharti zinazotakikana kabla ya mtu kuingia kwenye ibada ya funga, yapo ambayo wewe unatakiwa uwe nayo. Miongoni mwa sharti hiyo ni mtu kuwa muslim, kuwa muislam, kuwa baligh aqilan, ni mtu yeye ni muislamu. Sote tunafahamu ili mtu awe muislamu ni sharti gani awe nayo, kwa maana tukitaja muislamu ametoka asiyokuwa muislamu katika aya hii kutiba alaikumus siyam. Ili aingie kwenye ibada ya kufunga lazima sharti ya kwanza awe muislamu. Tunafahamu sharti, sisi wengi wahati walillahi alhamdu, Allah ametujalia sisi tumezaliwa kwenye neema ya Uislamu, baba zetu Waislamu. Lakini namna gani ya mtu ambaye yeye hajakuwa amepata bahati ya kuzaliwa kwenye Uislamu? Ni kazi yetu kwanza kuwalingania watu waingie kwenye Uislamu. Nalo ili mtu au Muislamu ni kukiri, kutoa shahada mbili ambayo ni maarufu, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada
Rasulullah. Huyo tayari mtu huyo akikiri maneno haya, shahada hizi mbili, tayari yeye ni Muislamu baligh, kwa maana ni mtu ambaye ni mukallaf. Kuna vitabu kama Risalatul, kama Safina zimeelezea dalili ya mtu gani ili aitwe kwamba amebaligh. Ni mtu ambaye akayaona manii, mwanamke akaona haidhi, dalili kama 4 zipo zilizotajwa katika vitabu hivyo, basi huyo tayari ameshakuwa ni baligh. Aqilan, kwa maana asiyokuwa baligh ametoka katika wajibu ule, katika kutiba alaikumus siyam, ufardhu wa kufunga, yule ameshavuliwa. Kadhalika aqilan, awe na akili, kwa maana ametolewa asiyekuwa na akili. Wajibu ule, ulazima ule wa kufunga ni lazima kwa mwenye akili. Kama huna akili, kwa maana yeye ni majnun, hatakuwa ni wajibu kwa yeye kufunga. Kama ilivyokuwa baligh, kwa maana aliyofikisha umri 15 au amlicho dalili tuzotaja, ametoka aliyokuwa si mtu mzima, maana ametoka mtoto, si lazima kufunga. Na hizi ndio shuruti, bila kusahau yule ambaye mwenye kuweza kule kufunga, mustatiq, mwenye kuweza kule kufunga. Ndio sharti za mtu kuingia kwenye kufunga. Kwa maana tumetaja mwenye kuweza kule kufunga, kwa maana waweza kuwa wewe ni Muislamu, waweza kuwa wewe ni baligh, ni wewe ni mwenye akili, lakini wewe kufunga huwezi. Wa udhuru min adhari shar'iyya, wa udhuru miongoni mwa nyudhuru za kisheria, miongoni mwazo almardhi, ni mtu kuwa mgonjwa. Na ugonjwa huo amethibitisha daktari, ima una vidonda vya tumbo, ima wewe una dawa unazozitumia kila baada ya masaa kadhaa, amekupa daktari, na hiyo ni maisha yako yote utakuwa wewe ni mwenye kutumia hizo dawa, kwa sababu zipo kutokana na maradhi yaliyokuwa mbalimbali siku hizi. Kuna mtu utaratibu wake ameambia hiyo dawa ya sukari utakunywa kila baada ya masaa kadhaa. Wewe ndio hivyo maisha yako, yani kila siku, maana masaa baada masaa, mathalan masaa 8 unakunywa dawa, masaa 8 unakunywa dawa. Bila hivyo utadhurika. Una vidonda vya tumbo, au sheikhun kabir, mtu mzima aishazeeka yeye, la yastatiqu ala sawmi, hawezi kufunga, hawezi kushinda bila kula. Umri wake umesogea miaka 60, miaka 70, lakini yupo mwingine ana miaka hiyo na anaweza. Kwa hiyo miongoni mwa shuruti ni mtu kwamba akawa ni mwenye kuweza kule kufunga. Nadhani limeeleweka hapo. Kwa maana ili uingie kwenye somo lazima sharti hizi ziwe zimekamilika. Lakini limeongezeka jingine kwa wanawake, si kwa wanaume. Awe ameshaepukana na haidhi na nifasi, ameepukana na haidhi na nifasi. Kwa maana kama mwanamke yupo kwenye ada yake au yupo kwenye damu ya uzazi, yeye ni mamnuun anis saim, yeye ni mwenye kuzuiliwa na swala la kufunga. Kwa hiyo tufahamu, ili mtu aweze kukabiliana na ibada hii, basi yawe amekamilika, sharti zake ziwe zimesimama hizi. Ma huwa saim, ni nini kufunga? Lughatan, kilugha, al-imsak ni kujizuia, anil muftirat, na vitu vyenye kufunguza, ala wajhi al-makhsus, kwa utaratibu ambao uko kisheria. Lugha ni imsak, kujizuia, lakini kisheria al-imsaku anil muftirat ni mtu kujizuia na vitu vyenye kufunguza, vyenye kusababisha
uonekane kwamba wewe hujafunga, yani sheria umevunja. Sasa hapa tunaingia kwenye nini? Kwenye shurutu saumi. Kule mwanzo nilikuwa nazungumzia arkan. Katika shuruti kuna sharti na nguzo. Mwanzo nilikuwa nazungumzia sharti kabla ya mtu kuingia kwenye nguzo. Kwa hiyo na sharti ni kitu ambacho huwa kinatakiwa kabla ya kitendo, kama ilivyokuwa kwenye swala. Kabla ya swala lazima mtu uwe Muislamu, lazima mtu uchukue udhu, lazima mtu uvae kwanza ujistiri, lazima ufanye nini? Ni shurutu dukhuli fi salati, ni sharti kwa mtu kuingia kwenye sala. Istiqbalu alqibla, bado uko nje ya swala, hizi ni shuruti. Lakini ukishaingia ndani ya swala kuna arkan. Takbiratul ihram arkanu min as-salati, suratul fatiha arkanu min as-salati. Tupo Islamu Kwa maana ndo tafsiri kwamba ya kutofautisha kati ya shurut na arkan. Sharti huwa inatakiwa kabla ya kuingia kwenye kitendo, lakini ukishaingia kwenye kitendo zinakuwa ni arkani, ni nguzo miongoni mwa nguzo za ibada ambayo inaiendea. Kwa hiyo miongoni mwa sharti yake ya somu, tumezungumza kwanza somu ni kitu gani kilugha, tukasema ni imsak, ni mtu kujizuia. Lakini kisheria huwa imsaku anil muftirat, ni mtu kujizuia na vitu ambavyo vinafanya nini? Vinavyofunguza somu. Tupo Waislamu Ni mtu kujizuia na vitu vyenye kufunguza somu, ikiwemo al-aqli wa sharbi, mtu kula na kunywa. Imsaki hiyo ala wajhi al-makhsus, kwa njia maalum ambayo imepangwa. Kwa maana Allah tabia kulu wa sharabu hatta yatabayyana lakum khaytu al-abyad min al-khayti al-aswad, kuleni na kunyweni, ndio mpaka idhihirike ukamba mweusi kutokana na weupe. Kwa maana swala la kula na kunywa ni ruksa mpaka kabla ya alfajiri haijafika. Kila sehemu na kila mahala wana wakati wao maalum wa muda wa kula. Kama unakula daku, kama unakunywa chai, kama unakula basi muda wake kabla hujafika basi ni halali. Ni muda huo ukishafika wa kuanzia kuzuiwa, basi ni lazima kujizuia kule anil muftirati ila khurubi shams, mpaka kuzama kwa jua, kama tunavyofanya ada iliyoko, kama tunavyofahamu habari ya kufunga. Walilahi alhamd, wengi wetu tumefundishwa kufunga kabla hatujasoma, kwa sababu ulikuwa unakuwa kwa mzazi wako anakuambia saizi ni muda wa kula daku na kuamsha, saizi ni muda wa kufunga, basi haturuhusiwi kula mpaka jua lizame, basi tukaisha ichukulia ni ibada. Lakini ibada hii kikubwa zaidi kinachozungumzia na kinachokusudiwa kwenye ibada, kinatofautisha kati ya kushinda njaa na ibada, an-nia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atambia la siyam, hapana somu kwa mtu ambaye yeye hakulala na nia. Kwa hiyo tunajifunza kabisa saumu, nia ni nguzo miongoni mwa nguzo za nini? Za saumu. Na nia qasdu shay'an, ni kukusudia kitu kwenye moyo wako. Katika Ramadhani hatuwezi kusema muqtarna bifil, kwa sababu utakusudia bana. Mfano sisi watu tunakumbusha baada ya salati al-isha na waitu saumu ad, lakini saumu tunakuja kuanza kabla ya kubaila al-fajr, kabla ya alfajiri. Kwa hiyo mtu ambaye akalala bila nia, yeye hawezi kuhesabiwa ni mwenye kufunga. Ili somo yake iwe sahihi, lazima alale na nia, kwa maana nuia kesho na Ramadhan ili niweze kufunga. Na somo hilo sasa ndiyo hadithi ya kwanza ambayo inazungumzia hapa, ndiyo inalenga kuzungumzia habari za nia. Hadithi ambayo imepokelewa
na Abi Huraira radhiyallahu anhu قال anasema Abi Huraira qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Hadithi hii inatukataza la taqdimu ramadhana, usitangulie Ramadhani, yauman wala yaumaini, siku moja au mbili, siku moja ama siku mbili. Mwezi 28 Shaaban, ukasema Ramadhani imekaribia. Sasa unasema napiga jaramba na yani inafunga, au siku ya 29 ukasema nafunga, ukitoka wenyewe nafunga nayo, na kama hujatoka basi takuwa nimefunga. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amelikataza hilo, kwa maana la taqdimu ramadhana yauman au yaumaini, siku moja au siku mbili. Ukafunga 28 29, Ramadhani imekaribia, basi mimi naianza kufunga. Lengo lako na makusudio yako kwa ajili ya kuipokea Ramadhani. Asema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa rajulun kana yasumu sauman, isipokuwa yule mtu ambaye yeye utaratibu wake alikuwa akifunga. Mfano siku hiyo ya 29 au 28 ni siku ya Alhamisi au siku ya Jumatatu, utaratibu wake yeye alikuwa akifunga. Sasa akaifunga siku ile, la basa alayhi, hapana madhara. Ila ukafunga kwa sababu unaipokea Ramadhani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ametukataza na jambo hili, la taqdimu Ramadhan yauman au yaumain, au siku mbili. Ukafunga siku mbili za mwanzo kabla ya Ramadhani. Wapenzi watukufu wa Kiislamu, nia ambayo utatia hapa, hutotia nia ya Ramadhani. Nia ambayo utatia hapa, ambaye anaikataza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni nia kwamba napokea, naikaribisha, yani naikaribisha Ramadhani kwamba inaingia, basi mimi niwe ni mwenye kufunga siku hizi mbili au siku moja kwa sababu ya kuipokea Ramadhani. Na tufahamu Ramadhani ni fursa, ni chance wa ummati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema, man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yeyote mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani kwa imani, yani lillah, kwa ajili ya Allah, mukhlisina lahu din, amemtakasia saumu yake ni kwa ajili ya Allah. Wapo watu wenyewe wanafunga labda kwa sababu na wenyewe waonekane Waislamu, wanafunga kwa sababu wasio hivyo, kwamba kazini kwao utaratibu ili uendelee kufanya kazi lazima ufunge, au yeye mkewe kama hajafunga basi mkewe hapendi, au wazazi wake hawapendi, au mke anafunga kwa sababu mumewe anataka afunge. Sio hivyo, akafunga kwa ajili ya Allah. Masharti madogo sana. Man soma Ramadhan imanan, akaona imani ya Kiislamu, hakutarajia malipo kwa Allah. Angalia malipo yake sasa. Allah anasema ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah anamsamehe yale yaliyotangulia katika madhambi yake. Hivi miezi 11 ni makosa mangapi tumemkosea Allah? Na ni fursa gani tumepata sisi ya kufunga siku 30 ayama maaduda, alafu Allah akatusamehe madhambi yetu?
Na miongoni mwa malengo ya Ramadhani Allah anatuambia kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Lengo na makusudiwa ni sisi kuwa wacha Mungu. Ucha Mungu huo tunaupateje? Tunaupata kwa namna hii. Angalia Allah mwenyewe Ramadhani alivyoiandaa. Ameiandaa kwa namna yake ya kitofauti kukukaribisha mwezi huu. Yale ambayo hajayafanya miezi mingine ndani ya mwezi wa Ramadhani Allah ameyafanya. Ndio? Angalia mbinguni. Kama wale wenzetu siku zao zile za kitwauti na za kafiri wakizikaribia huwa wanaweka hata ofisi unakuta imepambwa. Ndio? Nyumba ya mtu unakuta maua nchi gani ule wanatoa Christmas wanaweka. Allah kwa Ramadhani hii cha kwanza ukulika shaitani. Washaitani wote ndio minyororo. Ndio? Angalia inavyopambwa Ramadhani. Wafutihati abwabu, milango ya pepo inafunguliwa. Lakini siku zingine zinakuwa imefungwa. Sio hivyo tu, milango ya motoni inakuwa imefanya nini? Imefungwa. Yote kwa sababu gani? Kwa sababu ya Ramadhani. Anaandaliwa nani? Anaandaliwa mimi na wewe. Angalia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umma huu ulivyopendelewa. Sio hivyo tu, ameona kuna watu pengine wazembe wanaweza wasifanye istighfari ndani ya siku 30. Akaandaa usiku maarufu, usiku maalumu, usiku wenye cheo mbani mmoja tu, au kaweka ndani ya siku ya Ramadhani, ambao usiku huo kunakuwa kuweje? Tanazzalul malaika, wanashuka malaika. Si malaika tu, wa ruhu na Jibrilu alayhi salatu wasalam, yule malaika ambaye siku zingine zote huwashuka, ila anashuka siku ya Lailatul Qadr. Ameandaliwa nani? Ameandaliwa Sheikh Tido Shamisi kwa ajili yako. Sasa uko wapi? Aina nahnu, sisi tuko wapi na Ramadhani? Kama Allah ameandaa haya kwa ajili ya Ramadhani, je, sisi tumejiandaaje kuipokea Ramadhani na kuishi ndani ya Ramadhani tukiwa na hali gani? Ni vema sasa kwenye ratiba zetu za maisha yetu, wapo ambao wao waliona hapana, Ramadhani nzima naenda kuifungia Masjidi Nabawi na Makkatul Mukarrama. Wenye uwezo wao sema mwezi wa Ramadhani mimi ni Maka na Madina, Ramadhani kisha narudi. Lakini wenzetu na sisi tumeshindwa, basi tupo tumepunguza kazi zetu za kilimo, tumesema hapana, khasha wa kalla. Kama Allah alifanya utukufu huu kwa ajili ya Ramadhani, sisi ni kina nani mpaka tushindwe kupunguza kazi zetu za kulima maharage? Sisi ni akina nani mpaka zetu za kufanya za kuuza biashara tukashindwa kuzipunguza na tukasema tuko tunaishughulikia Ramadhani? Ili ucha Mungu huu aliotaja Allah tuweze kuudiriki, yatupasa tufanye mambo yafuatayo. Ni mengi ila tutataja kwa uchache wake. Miongoni mwalo, mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao imeteremka Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, tumeteremsha Qur'an ndani ya lailatu, siku yenye cheo, kutoka lauhil mahfudh. Hii umeshuka jumlatan wahida, jumla moja, yani kuanzia suratul Fatiha mpaka suratul Nas, aya zile 600 ngapi zote wakati mmoja, sura 114 zimeshuka kwa usiku mmoja, kutoka lauhil mahfudh ila baitul mamur au ila baiti samai. Kutoka baiti samai ndo huku inakuja aya moja moja. Ni mwezi ambao umeshuteremka Qur'an, ule jumlatan wahida ndio ulionazungumziwa hapa. Sasa
ni mwezi ambao ukisoma Qur'an fadhila zake ni nyingi. Waislamu tuko wapi sisi na Qur'an? Ndani ya mwezi wa Ramadhani. Umetingwa sana. Hebu weka basi masaa mawili soma Qur'an. Umeshindwa mawili, weka moja. Umeshindwa moja, weka nusu saa. Kuijui Qur'ani, walimu wapo, kaa usome Qur'ani, ndio muda wako, ndio fursa ya kuisoma Qur'ani. Unaijua juzuama, kaa hiyo. Mimi kila siku taisoma juzuama mara moja, mara mbili, mara tatu. Na isiwe Qur'ani, sisi vitabu tumewaachia wanafunzi ndio wa kujifundishia. Ukishamaliza kujifunza, alafu hamna anayesoma tena Qur'ani. Tumeshindwa, ni kweli, tumeghafilika mno kuisoma Qur'ani nje ya Ramadhani. Sasa ndani ya Ramadhani napo tumeshindwa Waislamu. Ukishindwa Qur'ani, lakini utakuwa ni msiba mkubwa kabisa. Eti siku inapita wewe hujasoma sura 3 kwa ajili ya Qur'ani. Usisubiri tuje tusome Qur'an mpaka kwenye surati al-Fatiha, yani kwenye swala, ndani ya swala ndio tunasoma Qur'an. Ukitoka nje ya swala hujawahi kuisoma Qur'an. Kama hatujaweza kusoma Qur'an ndani ya mwezi wa Ramadhani, tutaenda kuisomea wapi? Sijui kama kuna mahala pengine, lakini haswa hapa kwenye Qur'ani siku hizi wapo waliokimbiza Qur'ani ndani ya siku 5 hivi ameshahitimisha Qur'an. Yani yeye 5 amehitimisha Qur'an. Mwingine yeye kila siku sio hitimisha Qur'ani ile tahtimu tunasomaga, hapana, amesoma Qur'ani mzima alif lam mim mpaka surati an-Nas. Ameshasoma yote. Siku 5, mwingine siku 1, mwingine siku 2. Lakini sisi ambao tunajikongoja, tuna shughuli nyingi, basi tujitahidi hata kwa Ramadhani nzima tusome, tuhitimishe mara 3. Unamwachia nani? Sisi ndio ahlul Qur'an. Ndio watu wa Qur'ani, sisi tusome Qur'ani. Nani anakuja kuisoma? Tumeshindwa Qur'ani, basi twende kutukimbilie sariu ila maghfirati min rabbikum. Tukimbilie msamaha wa Mola wetu. Asema jannatu ardhiha as-samawati wal ardh. Ukubwa wa pepo ni mbingu na ardhi. Angalia ukubwa wa mbingu, upana wa mbingu na ardhi ndio ukubwa wa pepo ambao sio mnagawana hiyo pepo yako peke yako. Unapewa wewe uliokimbilia msamaha wa Mola wako. Angalia mbingu ilivyo kubwa Yaani sio hapa kunyang'anyana kama sisi tunanyang'anyana kwenye kiwanja chako au shamba lako, akikanyaga mtu mmoja akazidisha hatua moja, ugomvi wake sio hapa. Tupelekana parefu. Nini mnanyang'anyana ardhi? Lakini pamoja na hivyo basi ndio muda wa sisi saa hizi kukabiliana na mwezi huu wa Ramadhani. Ndio manake nimalizie kwa kusema, ndio maana wanazuoni wetu wakatuona, kwa sababu pengine ni wavivu wa kufanya istighfari, basi wakatuona inafaa, inapendeza kutuwekea nyiradi pengine baada ya swala ya tarawih, ambazo swala zenyewe ndio pale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atuambia mambo mawili tarudhauna bikum rabbakum, Allah anaridhia. Yani mambo mawili Allah anayapenda ukiyasema mambo mawili, na mambo mawili la budda minhu, hatuna budi nayo. Ashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfirullah nasaluka istighfari. Mambo mawili, ashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfirullah, Allah anayaridhia. Na mambo mawili hatuna budi nayo, nasaluka aljannata ilahi wa na'udhu bika minan nar. Ndio tukaweka kwenye nyiradi za tarawih. Lakini utakuta maal asafi shadid, siku unaisha mtu hajasema astaghfirullah. Waislamu, kutokana na muda basi kwa leo tuishie hapa, lakini kesho tutaendelea na hadithi ya pili na tutaendelea na darasa kama hili la Ramadhani. Nini cha kufanya, ni kipi ukifanya saumu zako itakuwa ni sahihi zaidi, na kipi ukifanya saumu yako itakuwa thawabu zake hazithibiti. Wabillahi tawfik wa hada. Assalamu alaykum wa la afa minkum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mada imeeleweka mashallah, nyepesi na tumeielewa. Naamini tumeandaa maswali, lakini kabla sijapoteza fursa ya kuuliza swali wakati wengine tunaendelea kuandaa maswali, tumeona umuhimu wa nia na ndo msingi wa ibada yenyewe ya kufunga saumu ya Ramadhani. Nikaonelea mara tu baada ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani,
nikanuia kufunga masiku yote 30 ili nisije nikapitwa na ubora wa masiku haya, je, nitakuwa sahihi? Naam. Swali lake amesema kwamba je, yafaa kukusanya nia, yaani kwa ufupi, yafaa kukusanya nia siku ya kwanza Ramadhani, akasema nanuia kufunga siku 29 au siku 30, hii siku nyingine nakuwa napiga tu, hamna nia, hamna nini. Je, inafaa? Tumeelewa swali? Hadithi tuliyoisoma ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la siyam liman lam yafrudhu min al-layli, hapana saumu kwa mtu ambaye amelala bila nia. Kwa maana ni kila siku inatakiwa istimrari tajaddudi, kila siku kutia nia. Inatakiwa kila siku mtu afanye nini? Atie nia ya kufunga kesho. Sio kwamba ametia nia ya Ramadhani nzima. Hapana, inastahili kila mmoja atie nia kila siku usiku, kila siku usiku, na wakati wake unafaa baada ya swala ya magharibi, yani baada ya kufungua ile somo, basi unatia nia, basi mashallah. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumejaliwa kufunga, labda kufuturu, tukala iftari aliyopika si Muislamu, kala daku aliyepika si Muislamu, je, inaharibu funga zetu? Naam. Anauzia kuhusu daku, ingawa ni kweli, kwa sababu muda wenyewe ni mchache, mambo ni mengi katika sheria kwa habari ya kula daku. Kwa sababu amezungumzia habari ya daku, habari ya kufuturu, ni sunna kwanza mtu kufanya istijal iftar, kufanya haraka kufuturu, tufahamu. Na bora ya kufungua basi ni mtu afungue na nini? Na tende. Akikosa tende basi maji. Umeelewa? Si vema hata kiafya tu, si vema mtu kufungua na kinywaji ambacho ni kikali, yani kama vile juisi au soda au nini, si bora. Fungua na maji, lakini ni sunna vile vile kuchelewesha daku kala mwishoni mwa usiku. Anasema je, inafaa mtu nikala iftari ambaye haijapikwa na Muislamu, nikala daku ambaye haijapikwa na Muislamu? Umeelewa? Umeelewa na? Naam, kila siku kilichokuwa ni halali kula wakati ule, hata saizi ni halali. Ndio. Kwa maana mfano mimi nakula hoteli, situuliza hoteli amepika mtu gani? Amepika Fatma au amepika Aisha au Hussein? Halali kula. Maadam tu bora tu wewe angalie kile chakula unachokula ni cha halali, yani si vile alivyoharamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kama ni daku unaenda kufuturu kwa nani ambaye sio Muislamu, sahihi, la shaka inafaa kabisa kufuturu chakula ambacho hakijapikwa na Muislamu. Lazima tu uzingatie Uislamu, hajapika na najisi, hajapika cha haramu, hajapika hivi vile ambavyo vinatakiwa. Kwamba una imani kwamba yeye amepika chakula ambacho ni halali kula hata mwezi ndani ya nje ya Ramadhani, basi ukifanya iftari yako, ukifanya daku yako, inakuwa ni sahihi. Isije swali lako likaje kwamba ninayepika naye alionipikia ni kimada wangu, ile sio hivyo, sitarajii ni swali hilo. Naam, Sheikh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Sheikh, umesema kufunga ni lazima. Vipi Muislamu ambaye ameacha kufunga kwa makusudi tu? Swali la Sheikh Imam Tido anasema kwamba kufunga ni wajibu. Sasa inakuwaje yule Muislamu ambaye yeye ameacha kufunga mutaammidan, maksudi tu, yeye tumfanyeje? Kwa dola za sheria ya Kiislamu huwa anachukuliwa hatua, na hatua zake ni kama vile tariku swala. Mnasihi, mwambie si mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, kwa ndugu yangu, ingia kwenye ibada ya funga. Nini shida? Wewe unajiweza, sawa?
lakini bado basi zinafata sheria ambazo zinafata kwenye swala, kwa sababu min arkan Islam, ni katika nguzo za Kiislamu. Zile sheria ambazo zinafata mtu ambaye mwenye kuacha swala kwenye dola, sasa sio nchi yetu, basi zitatumika sheria zile. Naam, tumefika mwisho wa maswali. Kabla ya shekhe hajatuombea dua na kufunga darasa letu, kuna ndugu yetu hapa ana swali la nyongeza na tutampa nafasi ya kipekee kwa upekee huo kama shekhe atalizia. Mashaallah. Naam shekhe. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, katika kufuatilia nimekuona umeongelea hukumu ya mwanamke aliyokuwa kwenye hedhi na nifasi. Sio umeongelea ni mzee aliyoenda umri ndani ya mwezi wa Ramadhani, umeongelea mgonjwa, lakini ni ipi hukumu ya msafiri aliyopo ndani ya mwezi wa Ramadhani? Naam, Sheikh anauliza swali lake kwamba tumezungumzia mtu ambaye yeye anaruhusiwa kufungua. Tunazungumzia mgonjwa ambaye yule tumemzungumzia, na mtu mwenye haidhi anazuiliwa kadhalika kufunga. Lakini sijataka kwenda mbele kutokana na muda, kwamba mwenye haidhi yeye anaruhusiwa kufungua lakini halipi kadha. Halipi kadha. Yaani katika hawa leo ruhusiwa kufungua kwamba mtoto hatolipa kadha, au majununi hatolipa kadha, au mtu ambaye ni maradhi yenye kudumu kama tunasema vidonda vya tumbo atafungua lakini hatolipa kadha, atatoa fidia. Lakini mtoto hayupo, maana humu tena pia pana uchambuzi wake. Na mwenye haidhi atafungua zile siku ambaye atakuwa na haidhi, atalipa kadha ya saumu, yani atafunga saumu baada ya haidhi kikatika, basi ataendelea na saumu. Zile siku alizozifungua atazirejesha baada ya Ramadhani. Ndio Lakini sasa msafiri na yeye pia ana ruhusa ya kufungua safari ambayo inayojuzu kasru salati, kipimo chake swala ambayo inajuzu kupunguza swala ni ruhusa kufungua. Ndio Allah asema faman kana minkum maridan au ala safari fa'iddatuhu min ayamin ukhra. Lakini mwisho wa aya hii wa in tasumu khairul lakum, mwisho wa aya hii inasema wa in tasumu khairul lakum. Ukiwa mgonjwa au ukawa safarini, basi fa'iddatuhu min ayamin ukhra, utazirejesha siku nyingine. Fungua, ruhusa umepata. Lakini ukifunga ni bora. Kama mgonjwa unaona ni kichwa tu, nitaweza kufunga na madhara yasipatikane makubwa, ni safari tu naenda Dar es Salaam, siku hizi safari zenyewe za luxury, tafunga na madhara mengine yasipatikane. Kifunga ni bora, lakini ruhusa kufungua. Lakini kufungua huko ulipi kibaba, wewe utaenda kulipa kadha, kama vile yule wa haidhi na nifasi walivyofungua wenyewe wanalipa saumu. Ila sheikhi au mtu ambaye ni maradhi ya kudumu, hao watatoa vibaba, hawalipi kadha. Allahu a'lam. Mpaka hapo hatuna la ziada, mpaka kesho tena inshallah tutakuwa na shekhe wetu, tuandae maswali, tuje na bashasha na mfano mambo kama hayo. Tutakuwa tayari inshallah. Karibu shekhe kwa dua kufunga. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma dhakirna ma nasina. Amin. اللهم ذكرنا ما نسينا. آمين. اللهم يسر كل عسير، يسر الأمور إليك يسير، حاجتنا إليك شيء كثير. آمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.